Kuna taarifa njema kumhusu Tundu Antipas Lissu na kesi ya uhaini inayomkabili sasa hivi katika Mahakama Kuu ya Masjala ndogo ya Dar es Salaam, na taarifa hizi njema zinakuja baada ya jana tu kesi hiyo katika Mahakama Kuu ya Masjala ndogo ya Dar es Salaam kuweza kusimamishwa rasmi na kuweza kuelekezwa katika Mahakama ya Rufaa. Bonyeza alama like kisha subscribe kabla ni kuonyesha na nikujuze yale ambayo yamejiri na ni taarifa njema gani hizi ambazo weza kuibuka siku ya leo. Mtazamaji wangu wa Simulizi Media, taarifa njema za hivi punde ni kwamba kuna amri mpya iliyotolewa ya kufutiliwa mbali mara moja kwa kesi ya Tundu Lissu ya uhaini mahakamani na amri ya kuweza kuachiliwa mara moja Tundu Lissu. Mtazamaji, ripoti hizi zinakuja baada ya drama kali kuweza kushuhudiwa mahakamani siku ya jana, baada ya sasa mawakili wa jamhuri kuweza kupeleka kesi hiyo katika Mahakama ya Rufaa na kulazimisha Mahakama Kuu kuweza kusimamisha kwa muda kesi hiyo ambayo ilitarajiwa kusikilizwa mfululizo hadi tarehe 6 Machi. Mazingira ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania yametiwa doa duniani kufuatia hatua madhubuti ya Umoja wa Mataifa sasa hivi kuamua kuingilia kati haraka suala la kuzuiliwa na kufungwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Kikosi kazi cha Umoja wa Mataifa kuhusu kuwekwa kizuizini kiholela kimetangaza rasmi kwamba kukamatwa kwa Tundu Lissu na kuendelea kuzuiliwa kwa Tundu Lissu ni kinyume cha sheria chini ya sheria za kimataifa na sheria ya Tanzania, na hivyo sasa wamezua mjadala mpya kuhusu utawala, haki na uhuru wa kisiasa nchini humo na hivyo kuzua mjadala mpya kuhusu utawala, haki na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Maendeleo haya sio tu yamezidisha shinikizo kwa mamlaka ya Tanzania kumwachia Tundu Lissu, lakini pia yametia nguvu sauti za upinzani na watendaji wa mashirika ya kiraia ambao wanaona uamuzi huo wa Umoja wa Mataifa kama udhibitisho wa wasiwasi wa muda mrefu Tanzania. Matokeo ya kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa yaliyopitishwa katika kikao chake cha 104 siku ya jana yalihitimisha kuwa mashtaka dhidi ya Tundu Antipas Lissu mahakamani Tanzania hayana msingi mzuri wa kisheria na ni kinyume cha katiba. Kukamatwa kwake kwa madai ya uhaini yaliyohusishwa na matamshi yaliyotolewa kwenye mkutano wa kisiasa mwaka jana kulionekana kutoendana na viwango vya kisheria vinavyotambulika kimataifa na duniani. Kulingana na jopo hilo, mashtaka kama haya ya Tundu Lissu yanaonekana kunyoosha tafsiri ya sheria kwa njia ambayo inadhoofisha haki na uhuru na kuibua wasiwasi mkubwa juu ya motisha nyuma ya mashtaka. Kiini cha msimamo wa Umoja wa Mataifa sasa hivi ni hoja kwamba kuwekwa kizuizini na kufungwa kwa lazima kwa Tundu Lissu kabla ya kesi kwa makosa yasiyo na dhamana kuna kiuka kifungu cha 9 cha mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa. Utoaji huu unahakikisha haki ya uhuru wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa. Utoaji huu unahakikisha haki ya uhuru na ulinzi dhidi ya kizuizini ama kufungwa kiholela kwa viongozi. Kwa kumweka Tundu Lissu chini ya masharti hayo, mamlaka zilionekana kukiuka wajibu ambao Tanzania inawajibika kutekeleza kama sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Sasa hivi Tundu Lissu, amri imetoka Umoja wa Mataifa uweze kuachiliwa mara moja, kwani wanadai amefungwa kinyume cha sheria. Jopo hilo pia lilisitiza kwamba hotuba za kisiasa lazima zilindwe hata zinapokuwa za kukosoa au zenye utata dhidi ya serikali. Kwa upande wa Tundu Lissu, kauli zilizotolewa wakati wa mkutano wa hadhara uliosababisha kukamatwa kwake zilitafsiriwa kama sehemu ya mazungumzo ya kawaida ya kidemokrasia badala ya uhalifu uliompelekea kufika mahakamani. Uamuzi wa kuinua hotuba kama hiyo hadi kiwango cha uhaini ulielezewa na Umoja wa Mataifa kuwa jibu lisilo na uwiano ambalo linahatarisha kunyamazisha usemi halali wa kisiasa. Kutokana na hali hiyo, Umoja wa Mataifa sasa umetaka Tundu Antipas Lissu aachiliwe mara moja na bila masharti na kesi zake kufutwa. Zaidi ya hayo, imeitaka serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu kutoa fidia na kumlipa kwa kile inachoeleza kuwa kizuizini kiholela. Pendekezo hili linaashiria kwamba suala si tu kumaliza kifungo chake, bali pia kuhusu kukiri na kurekebisha dhuluma pana ambayo amekabiliana nayo tangu mwaka jana. Umoja wa Mataifa umeonya zaidi kwamba kesi ya Tundu Lissu inaakisi mtindo mpana wa kukandamiza sauti za upinzani nchini Tanzania. Waangalizi wanaona kuwa hili si tukio la pekee, bali ni sehemu ya hali ya hewa pana ambapo upinzani wa kisiasa unazidi kuzuiwa. Kwa hiyo kesi hiyo imekuwa ishara ya changamoto zinazokabili
demokrasia na utawala wa sheria humu nchini. Ndani ya taifa hili letu la Tanzania, majibu yamekuwa ya haraka na yenye hisia kali. Washirika wa kisiasa na wafuasi wa Tundu Lissu wametafsiri na kujibu uamuzi huo wa Umoja wa Mataifa kuwa ni ushindi mkubwa kisheria na kimaadili. Wengi wanaamini kwamba inafichua udhaifu katika kesi inayomkabili na kutilia mkazo dhana kwamba kushtakiwa kwake kunachochewa kisiasa badala ya msingi wa haki. Miongoni mwa walioonyesha uungwaji mkono mkubwa ni pamoja na Patrick Ole Sosopi ambaye ni kiongozi wa zamani wa vijana anayehusishwa na siasa za upinzani Chadema. Maoni yake, Ole Sosopi alisema yanaonyesha imani inayokuwa kwamba Tundu Lissu amekuwa akishinda majaribio ya kumnyamazisha mara kwa mara. Kulingana na mtazamo huu, vita vya kisheria vinavyoendelea ni kidogo kuhusu kudhibitisha hatia na zaidi kuhusu kudhibiti shinikizo la kisiasa nchini, huku mamlaka sasa ikijitahidi kudumisha uaminifu. Msimamo wa Sosopi pia unaangazia wasiwasi kuhusu mahakama na uendeshaji wa kesi hiyo. Kuna hisia miongoni mwa baadhi ya waangalizi kwamba ufundi wa kisheria unatumiwa kwa njia zinazohatarisha kudhoofisha haki. Hili limechochea wito kwa waangalifu zaidi ndani ya mfumo wa mahakama ili kuhakikisha kuwa haki haiathiriwi na ushawishi kutoka nje. Mwanaharakati mwingine, Maria Sarungi Seshai, pia vilevile amemchora Tundu Lissu kama kielelezo cha ukakamavu na uadilifu. Masimulizi yake yanasisitiza kwamba nguvu zake ziko katika kujitolea kwake kwa ukweli na haki badala ya upendeleo wa kisiasa. Anapendekeza kwamba kuendelea kuzuiliwa kunaimarisha tu uhalali wake na kufichua dosari zaidi ndani ya mfumo na kumfanya Tundu Lissu azidi kuwa maarufu kimataifa. Mtazamo wa Maria Sarungi pia unabeba ukosoaji wa hila wa maamuzi ya uongozi, akimaanisha kuwa hali hiyo ingeweza kushughulikiwa kwa njia tofauti na ushauri wenye busara zaidi. Kwa maoni yake, kurefusha kesi kuna hatari ya kukuza matokeo yake ya kisiasa badala ya kusuluhisha. Mtazamo huu unazidi kuungwa mkono na wanaharakati ambao wanaona suala hilo linaweza kuepukika, lakini sasa limekita mizizi. Wakati huo huo, kamanda wa upinzani Godbless Lema ameitaja kesi hiyo kuwa onyo pana kuhusu makutano ya siasa na mfumo wa sheria nchini. Anasema kuwa kinachomtokea Tundu Lissu inaonyesha shinikizo la kimfumo ambalo linaweza kumwathiri mwananchi yoyote. Kulingana naye, mmomonyoko wa haki katika kesi moja ya hadhi ya juu kama ya Tundu Lissu imeweka mfano hatari kwa taifa zima la Tanzania. Uchambuzi wa Godbless Lema unaonyesha athari za muda mrefu za hali hiyo na kupendekeza kuwa matokeo yanaweza kuenea zaidi ya wakati uliopo. Iwapo taasisi za kisheria zitachukuliwa kuwa zimeathiriwa, imani ya umma pia inaweza kupungua sana. Hili kwa upande wake linaweza kuleta ukosefu wa utulivu na kuzidisha migawanyiko ndani ya jamii na kufanya azimio kuwa ngumu zaidi. Kabla uondoke mtazamaji, nijuze maoni yako ama andika maoni yako upande wa comment chini ya video hii. Unijuze, je, una lipi la kusema kutokana na amri hii mpya ya Umoja wa Mataifa ya kutaka Tundu Lissu achiliwe huru mara moja na kesi yake kufutwa? Je, unaiunga mkono? Niambie upande wa comment section kama unaunga mkono. Vile vile fanya jambo la busara, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.